Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Wewe ni mfalme, wewe ni Mungu usiyeshindwa. Wewe umejaa nguvu na mamlaka. Wewe ulituchagua mfalme kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, na ukatupa kibali tuweze kuitanishwa nawe, ukatupa kibali tuweze kufika katika nafasi yako ya katika ufalme wa mbinguni. Ulituita kila mmoja wetu, ndio sisi wote Bwana Jehova Jire tuweze kuwa wanao. Sisi tulikuwa tu watu wamekwisha kufa. Tulikuwa tu watu wamekwisha kufa katika dhambi, na tulikuwa tu watu walikuwa wamefanyika kuwa watumwa, lakini Bwana wetu Mungu wetu ukamtuma mwanao Kristo Yesu. Yule alikuja akiwa Mungu hapa ulimwenguni, na akavaa mwili wa mwanadamu ndio aweze mfalme kufanana na mwanadamu, na ndio aweze kuondoa dhambi yote ya mwanadamu katika maisha yake. Asante Mungu wetu mfalme, ni kwa sababu ya kibali hicho uliweza kutupatia, ndio sisi wote tuweze kuitanishwa nawe na tupokee amani ile Bwana Jehova Jire haiwezi onekana katika ulimwengu tulio ndani yake, inapatikana tu katika enzi zako, ufalme wako mahali pale Bwana Jehova Jire. Wewe umetuweka mahali pako mfalme. Asante ni kuwa mbingu yetu mfalme, asante ni kutufanya sisi kuwa mbinguni mwako Jehova Jire, mahali pale mfalme wa ajabu tumekaa tukiwa yani panadodoka wema, panadodoka uzima, panadodoka ama kuna chemichemi ndani yetu inaotiririsha wema, uzima, upendo, zile Bwana tu zimetoka kwako. Asante ni kwa sababu ya hiyo mambo yote umetufanyia kwa uwezo wote na kwa utukufu na kwa ukuu wako. Asubuhi ya leo Bwana ninaomba kwa sababu ya watu hawa Bwana Jehova Jire, umewapanga na umetuweka mahali hapa Bwana ndio tuweze kusikia neno lako. Ninawaombea uwezo, ninawaombea mamlaka, ninawaombea nguvu, ninawaombea ukweli, ninawaombea Bwana Jehova Jire baraka za kila aina, ile Bwana Jehova Jire inaowainua ndio waweze kuwa katika amani yao, waweze kula na kunywa, waweze kutembea mahali popote Bwana wakiwa na neno, waweze Bwana Jehova Jire kusaidia watu wengine wengi maishani mwao, waweze Bwana kufanya watu wengi waweze kutambua na kujua kulingana na vile wewe upendavyo, waweze kuwatambulisha watu wote Bwana Jehova Jire neema yako vile ilivyo na upendo wako vile umepanuka, vile umeenda chini, vile umeenda juu, tuweze kutambua Bwana Jehova Jire ate sio nguvu zetu wala uwezo wetu mfalme simetufikisha mahali tumefika, ila Bwana Jehova Jire ni uwezo wako na ni nguvu zako na ni mamlaka yako imetufikisha mahali pale. Hakuna awezaye Bwana Jehova Jire kusimama aseme ya kwamba yeye ndiye alijiokoa, yeye ndiye alimejifikisha mahali amefika. Ni kufanywa, tumefanywa kuwa Bwana Jehova Jire kile tulicho siku ya leo. Mahali pale tulipo Bwana ni wewe umetufanya kutuonyesha Bwana Jehova Jire ukweli wako Bwana mfalme. Sio sisi tumeutafuta, ila Bwana Jehova Jire umetuongoza katika neno lako, na ndio neno lako liweze kutupa hekima, neno lako liweze kutupa mamlaka, neno lako liweze kutupa knowledge, wisdom and understanding, neno lako liweze kutupa revelation. Ni kwa sababu Bwana Jehova Jire kwa uwezo wako Bwana hakuna mahali pengine tunaweza kukutambua wala kukuelewa pasipo Bwana Jehova Jire andiko lako lile Bwana umetutuma nalo ulimwengu mzima, twende tukahubirie watu wote Bwana Jehova Jire na kuwajuliza kazi yako ile uliyofanya Yesu Kristo hapa ulimwenguni, ukitaka watu wote waweze kupokea ahadi ile Bwana Jehova Jire uliyoizungumzia kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, na ukamtuma Bwana Jehova Jire Roho wako Mtakatifu ndio naye aweze kututia nguvu, kutuongoza na kutuelekeza, kutukumbusha Bwana Jehova Jire na kutufanya tuweze kuwa pamoja nawe Bwana katika wema wako Bwana mfalme. Asante Mungu wetu Bwana wa umilele, wewe umetuponya magonjwa makali, umetuondolea Bwana Jehova Jire hali ya udhaifu, umetuondolea hali ya umaskini, hali ya kukosa na hali Bwana Jehova Jire ya kupitana na watu wengine, kuna kuwa Bwana mfalme wa ajabu na vita, ukatuondolea Bwana mfalme wa ajabu hiyo roho gumu na roho ya vita na roho ya mawazo mengi. Libo sheketori mayanda rabakota beriko ratari masete ridai kontiri
tranquility, porosity didai Father. Ukatupa Bwana Jehova Jire amani imepita amani ya ulimwengu. Umetupa Bwana Jehova Jire upendo Bwana Jehova Jire mtakatifu ulio hauwezi pimika vile ulivyo kwa watu wote Bwana Jehova Jire. Na ndio upendo ule ufanye sisi tukaweza kuwafikishia watu wote ujumbe ule Bwana utokao katika kinywa chako wakati tunapoinena Bwana. Asante Mungu wetu na mfalme wetu kwa uhaki wote Bwana, na kwa wema wote Bwana, na kwa uwezo wote Bwana, na kwa mamlaka yote Bwana. Wewe ndiye kiongozi katika yote Bwana. Asante ni kwa sababu ya ufufuo ule Bwana, umetufufua wakati ule tulikuwa wafu, wakati ule tulikuwa tumepotelea katika kifo na katika Bwana Jehova Jire utumwa. Umetuokoa, umetupa fadhili rivaresha rabakando asefo teria dizabeteri dai Father. Pokea sifa Bwana wetu mtakatifu, wewe Bwana Jehova Jire utendaye hayo yote. Ninawabariki watu hawa Bwana Jehova Jire, tunaenda kuandamana pamoja nao katika neno. Ninawabariki Bwana Jehova Jire na ninawainua mbele zako mfalme wa ajabu, waweze kupanukiwa na milango na njia zao zote mfalme wa ajabu, waweze kuongezeka Bwana Jehova Jire nuru ndani yao, waweze kuongezeka Bwana Jehova Jire neno ndani yao, waweze kuongezeka Bwana Jehova Jire upendo ndani yao katika jina lako Yesu Kristo. Utajiri wa ulimwengu Bwana Jehova Jire na utajiri ule Bwana mfalme wa ajabu Yesu Kristo alitupa wa kiroho, uweze Bwana kuendelea na kuongezeka ndani yetu Bwana Jehova Jire, tuweze Bwana kuzungukwa na vyote na tuweze kupokea mambo yote Bwana mfalme kulingana na vile mfalme wa ajabu wewe upendavyo. Ninakushukuru mfalme wetu, tukiendelea na neno. Wewe ndiye kiongozi, naye Roho wako mtakatifu atatuongoza na tutaweza kuandamana naye kulingana na vile atakavyo tuongoza. Asante Mungu wetu, tukiomba ya kwamba nguvu zote na ufalme wote wa giza ndani yetu katika wakati kama huu tunaomba, wakati kama huu tunasoma, wakati wowote tukifanya kazi ama tukifanya mambo yale mengine, ninakomesha hiyo roho ya kutupinga, roho yoyote ya kunyang'anya mtu Bwana Jehova Jire mawazo mema na neno lile alihubiriwa ama amelipokea likakosa nguvu wala kumsaidia. Ninakomesha kila roho, kila uadui ujiinuao juu ya mapenzi yako, juu ya nguvu zako, juu ya mamlaka yako maishani mwetu katika jina lako Yesu Kristo. Asante Bwana wetu Yesu Kristo, na asante Mungu wetu kwa fadhili na kwa wema wako katika jina lako Yesu Kristo tunaomba sisi wote na tunaamini. Amen, amen, amen. Nashukuru Bwana. Wakati huu tunapoendelea, kumbukeni tuko tunaendelea kusema ya kwamba secret of forgiveness of sin, secret of forgiveness of sin is not is not praying but preaching. The secret of forgiveness of sin is preaching, not praying. Kwa nini nimesema hivyo? Sababu ninaona ndio Yesu awatume mitume waende wakafanye kazi yake. Aliwaambia endeni mkawahubirie. Baada ya kuwahubiria ndio aliwaambia muwaombee. Kwa hivyo ile kitu kinapotangulia katika maisha yetu wakati tunapoendelea na neno la Bwana. Nilikwambia siku ya jana ya kwamba kitu kinaitwa kuhubiri ni baraka kubwa sana katika maisha yetu sisi wote. Na njia gani? Na njia hii moja. Kwa sababu mtu asiposikia, kulingana na kitabu ya Romans, mtu asiposikia neno la Bwana hawezi mfahamu wala hawezi mtambua. Lakini wakati amelisikia hilo neno, hapo ndipo chanzo cha huyo mtu kumtambua Kristo na kutambua mapenzi yake. Bwana asifiwe. Jana tukaangalia pamoja nawe katika kitabu ya Second King. Na tukaona ya kwamba wakati tulipoangalia kitabu ya Second King, tukaona ya kwamba Second King inatufafanulia kuhusu huyu mtu tunayemuita aje? Naamani.
tunayemuita Naaman. Na wakati tunapoangalia kumhusu Naaman, tunaona ya kwamba Naaman kulingana na neno la Bwana fungua pamoja nami katika hiyo kitabu ya 2 King. Nashukuru Bwana sana ni kwa sababu ya huyu mtu tunayemuita Paul. Paul hakuwa na upendo wa watu wa Mungu. Paul alikuwa anachukia sana watu wa Mungu. Lakini wakati ule aliweza kutambua mapenzi ya Mungu juu ya maisha yake. Aliweza kuelewa, kumbe kazi ile ninayofanya nikifikiria ninafanyia Mungu si kazi ya Mungu. Akatambua mapenzi ya Mungu ni nini? Ni kuwapenda watu wake. Mapenzi ya Mungu ni nini? Ni kuwaongoza watu wake. Mapenzi ya Mungu ni nini? Ni kufanya watu wake waweze kutambua siri iliyo katika neno lake. Na wakati huo Paul, wakati alipokutana na nuru right, aliweza kuondokea hali ile iliyokuwa ya kuwapokonya ama kuwapinga watu wa Mungu wasihubiri. Akawa mmoja wa kuhubiri lile neno alikuwa analolipinga lisihubiriwe. Kwa hivyo mimi na wewe asubuhi ya leo tunafaa tuweze kujua ya kwamba saa ingine mili yetu haitaki neno. Saa ingine mili yetu na mawazo yetu haitaki mwongozo wa neno la Bwana. Lakini itatubidi, na hapa nimetumia hiyo jina, itatubidi tuweze kujiweka katika nafasi hiyo kwa nguvu. Usikubali mwili wako ukunenee. Usikubali mawazo yako iweze kukuongoza. Itakuongoza bure na itakutoa katika nafasi ya Mungu. Mawazo yetu haitaki. Hiyo ni kitu moja nilijua. Ni kitu moja ninajua na nimekitambua kabisa katika maisha yangu. Mwili wangu na mawazo yangu haitaki neno la Bwana. Haitaki kuomba. Haitaki ushirika wangu na Mungu. Haitaki hata kidogo. Inataka kukaa katika maisha yake. Na wewe ni lazima uweze kuyatambua haya. Haitaki. Inataka vile inataka. Mwili wako kabisa na mawazo yangu inataka vile inataka. Lakini nasaidika kwa nini? Nasaidika kwa sababu wakati ninaposoma neno la Bwana, kuna mahali pengine ninasikia lile neno limeingia. Kuna mahali ninasikia lile neno linachokora ndani. Mpaka linakomesa mawazo yangu na linakomesa mwili wangu. Ninajikuta hapa unaona nimekaa. Kama siku ya leo sikuwa nataka kuamka. Nilikuwa nataka tu kukaa kwa blanketi. Niulia kuiguaga urugari mwega. Lakini sasa mpaka lini tutadanganyika katika kwa vitanda? Mpaka nini tutadanganyika katika maisha yetu ya ulimwengu huu? Imejaa udanganyifu mkubwa sana. Wacha tuangalie. Tunaona ya kwamba katika hiyo 2 King 5 tunaona Naaman alikuwa captain. Naaman alikuwa captain, the host of the king of Syria. Bwana asifiwe. Alikuwa captain, alikuwa mtu mkubwa. Alikuwa anaongoza watu wa nini? Alikuwa anaongoza askari. Alikuwa ako na kikundi chake. Alikuwa anapokiongoza. Na wakati alipokuwa anakiongoza, kulingana na neno linatuambia kwamba Naaman alifanya au watu waweze kushinda vita mahali popote walipokuwa wanaenda. Jambo lolote walikuwa wanayoifanya,
Naaman alikuwa anafanya wakaweza kushinda. Haleluya, Bwana asifiwe. So hakuwa mtu mdogo. Na ndio jana nikakwambia tutaanzia mstari wa 8. Turuke uko kwote, wewe utaenda kujisomea, tulisoma yote. Lakini pale mstari wa 8 wa samba, wacha tuanzie wa samba. Mstari wa samba inasema, alafu tutasoma wa samba alafu tuniweze kusoma zingine. And it came to pass when the king of Israel had learned the letter that he lent his clothes and said, am I God to kill and to make life, that this man doeth send unto me to recover a man of his leprosy. Wherefore consider, I pray you, and see how he seeketh a quarrel against me. Mahali pale inasema Kiswahili, ikawa mfalme wa Israeli alipousoma waraka, alilalua mavazi yake, akasema, je, mimi ni Mungu niue na kuhuisha hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Yes, huyo ni mfalme. Alikuwa amekasirika. Alikuwa amechanganyikiwa. Kwa nini hii barua imekuja kwangu? Kwa nini imetumiwa hii barua? Kwani mimi ni Mungu niwaombee watu? Kwani mimi ni mtumishi niweze kushughulikia wagonjwa? Yeye alikuwa anajitambua kwake yeye ni mtu mkubwa. Yeah. Yeye ni mkubwa. Kwa hivyo mambo hayo ilimshinda. Hakuipendezwa nayo. Hakupendezwa nayo. Kama vile watu wengi hawapendezwi na kanisa, hawapendezwi na kuhubiri, hawapendezwi na maombi. Hata wakati watumishi wanaambia watu kanisani, this week tutafunga siku moja, kufunga na kuomba, akusoma neno na kuomba, watu hawapendi. Wanajiuliza maswali mengi, wakiuliza namna gani nawezaje kutokula, nawezaje kuomba risali moja, nawezaje kusoma chapter moja na ninasomaga mistari miwili ninalala. Ya mambo kama hayo yote. Lakini hii ni sababu isiyo na msingi, kwa sababu ya wewe umeubwa kama vile Mungu alivyo. Na Mungu ni muombezi. Mungu Mungu amejaa nguvu na uwezo na mamlaka. Wewe wafanana naye, na ndio uko kanisani kwa sababu ulichagua kuwa kanisani kwa sababu unampenda Mungu. Ya? Na unafaa kumuiga yeye, unafaa kufanya yale yote anayoyafanya. Unafaa kuandamana pamoja naye ndio uweze kutambua mambo yale yaliyo ndani yake, na utambue mawazo yake, na utambue siri iliyo ndani yake, ndio uweze kujua mapenzi yake kabisa katika maisha yako. Sasa ndio wacha tuingie mstari ule tulimalizia naye, alafu nikuonyeshe kitu kingine. And it was so when Elisha, the man of God, had heard that the king of Israel had lent his clothes, that he sent to the king, saying, wherefore hast thou lent thy clothes? Let him come now to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. Ati ikawa Elisha, yule mtu wa Mungu, yule Elisha, kumbuka jana tulisoma, yule msichana wakati alipotambua ya kwamba Naaman ako na ukoma, kazi ya yule msichana ilikuwa gani ndani ya nyumba ya king? Kazi ya yule msichana ndani ya nyumba ya Naaman, ama akida mkuu,
ilikuwa kupeleka ujumbe. Tungefikiria yani na tungekasirika sana, hata tunakasirikaga. Kama mimi nilikuwa ninakasirika kwa wale watu wamemteka nyara msichana mdogo na kumpeleka katika mji usio wao na kumfanya kuwa maid. Si kitu inafurahisha. Kwa sababu ya mateso yale ule msichana saa ingine anaweza patana nayo. Wakati ule ninaangalia, ninaona ya kwamba wakati ule msichana alifika kule, kumbe hakuwa amepelekwa kule ni kwa ajili ya kufanyika kuwa maid. Alikuwa amepelekwa Mnakumbuka hata kuna wakati mwingine wakati wa Act, katika kitabu ya Act kukapatikana kitu tunayoita persecution. Na wakati persecution ilipatikana, kwa nini ilipatikana? Watu walifikiria inapatikana kwa sababu ya ukawaida wa mambo. Kumbe ilikuwa inapatikana mahali pale ndio mitume, apostles na watu wale wengine wote walikuwa wamejua neno, wamekaa mahali pamoja wakihubiriana wao wenyewe, badala ya kuinuka na kutoka na kwenda kuhubiri. Kumbe ilitokea ndio waweze kutawanyika katika nchi yote wakienda na kuhubiri. Akina Philip nyakati hizo walihubiri sana. Akina Philip walihubiri sana. Watu wa Mungu, nataka kukwambia huyu msichana hata kama alitolewa katika mji wao wa Samaria na akaletwa katika nchi nyingine ngeni, hakuletwa kwa sababu ilikuwa afanyike kuwa maid, but ilikuwa njia moja ya kufanya Naaman aweze kupokea na kutambua mapenzi ya Bwana na upendo ulio ndani ya Mungu. Na sio Naaman tu, mpaka kujulisha kufanya mtu kama Elisha mtumishi wa Bwana aweze kujulikana katika hiyo nchi kwa uwezo na kwa nguvu na mamlaka yale yaliyo ndani yake kupitia Mungu. Bwana asifiwe. Number 2, ilikuwa tena iweze kutambulika kwa watu wengi, mpaka kwa yule king aliweza kurarua maguo yake ya kwamba kunao watu walio na uwezo mkuu wa kuponya, wa kufungua. Hata yeye alikuwa anahitaji kwenda kwa huyo mtu ameweza kufanya Naaman aweze kuponywa. Sababu gani? Sababu ni ya kwamba yeye wakati alitumiwa barua alikasirika, akiuliza kwani yeye ni nani aweze kuponya mtu? Kwani yeye aua? Kwani yeye aponya? Akajiuliza maswali mengi. Lakini ilikuwa njia moja ya kuwajulisha na kuwatambulisha kuna Mungu aliye na uwezo na nguvu na mamlaka ya kutenda mambo isiyotambulika kwa watu walio na mawazo yao. Ni kitu inatambulika kwa mtu asiye na mawazo yake, lakini amebeba mawazo ya mwingine, amebeba moyo wa mwingine. Na ni nani huyo? Ni Elisha. Bwana asifiwe. Elisha hakujitegemea. Elisha hakujitambua yeye mwenyewe, alitambua Mungu wake, alitegemea Mungu wake, alitamtazama yeye aweze kuonyeshana utukufu na ukuu wake. Ndio jina lake Mungu wa Elisha aweze kutambulika kwa watu wasio na kumjua. Bwana asifiwe. Haleluya. Leo kwa nini ninahubiri? Natambulisha Mungu wangu aliye ndani yangu, natambulisha neema iliyo ndani yangu kumpitia Kristo Yesu, kumpitia yeye yule aliyekufa kwa ajili yangu, yeye yule aliyetoka mbinguni akiwa Mungu kwa ajili ya mtu mwanadamu kama mimi. Mtu alikuwa tu mtu bure, mtu alikuwa tu mtu hajielewi, mtu alikuwa tu mwenye dhambi, alikuwa amekufa katika dhambi, mtu alikuwa hana mbele wala nyuma, lakini akaja ni kwa ajili yangu. Ndio magonjwa yote nilikuwa nayo, ndio shida zote nilikuwa nazo, ndio mateso yote ilikuwa inanitesa, ndio dhambi iliyokuwa ndani yangu iweze kufika mwisho, na vile nilikuwa nimekataliwa katika ulimwengu na hata mbinguni niweze kufanyika kuwa mwenye
mtu akona mtu wena maana, yani mtu aliye na maana, yani mtu yani na nifanyike kuwa mmoja pamoja na Mungu wangu. Bwana asifiwe. Ndio neno la Bwana liweze kutimia katika kitabu ya Genesis 1:26. Na tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Haleluya. Alimuumba Christ kwa mfano wake, naye Christ akatuumba kwa mfano wa Baba. Tulikuwa tumeumbika katika mifano ya wanadamu, ya unyama. Tulikuwa kama wanyama, tulikuwa tunahesabiwa pamoja na ubwa, tulikuwa tunahesabiwa pamoja na ng'ombe, tulikuwa tunahesabiwa pamoja na chui, tulikuwa tunahesabiwa pamoja na hizi tu vitu tudogo rice dasi ametwe na ziagua ine. Tulikuwa tunahesabiwa kama nyoka. Lakini wakati Kristo Yesu alipokuja akaleta ujumbe ya kwamba Baba amemtuma ni kwa ajili ya mwanadamu aliye ndani ya ulimwengu atende kitendo kimoja cha haki, ndio mwanadamu aweze kuondoka katika kile kiabazi kilikuwa kimebeka mpaka miongoni mwa mwanadamu na Mungu pamoja. Akaweza kufanya hayo yote kwa ufalme wa Mungu ukaonekana juu ya maisha yangu na kupenda mtu wa Mungu. Na ndio ninakunenea asubuhi ya leo, nikikujulisha mapenzi ya Mungu katika maisha yako, upendo ulio ndani ya Mungu juu ya maisha yako. Ninaangalia, ninaona ya kwamba, wacha nisome huu mstari niweze kumaliza ndio nikuonyeshe jambo lingine. Inasema ya kwamba, and it was so when Elisha the man of God had heard that the king of Israel had lent his clothes, that he sent to the king, saying, wherefore hast thou lent thy cloth? Let him come now to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyalalua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akasema, mbona umeyalalua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Kama huyu mfalme angetabua Elisha, angekuwa amemtabua Elisha, hagerarua maguo zake. Yes. Kama angekuwa anamjua ama kumtabua Elisha, hagetabua mavazi yake. Kwa nini? Sababu angefurahi sana wakati barua ilimfikia. Sababu amejua Elisha yu pale, aweze kuonyeshana, aweze kumponya Naamani akida wake. Bwana akida wa jeshi kubwa. Bwana asifiwe. Akifurahia. Lakini hata yeye hakuwa anajua. Kwa nini niko hapa asubuhi ya leo? Sababu ninajua kuna mtu hajui. Kwa sababu ninajua nimetumwa. Leo wacha tuangalie pamoja nawe katika kitabu moja mahali pale, katika kitabu ya Luke 24. Luke 24, tuangalie neno hapo. Ingia pamoja nami katika kitabu ya Luke 24 mstari wa 47, tuangalie vile neno linavyosema. At that repentance, yes, ili neno wacha tuanzie 46. Wacha tuanzie 46. And said unto them, thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer and to rise from the dead the third day. Yes. Na Kiswahili akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Mstari niko na haja nayo ni mstari wa 47. And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. Ya, unaona? Atena
na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanzia tangu Yerusalemu. And you are witness of this thing, nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Ebu tazama, huyu msichana aliweza kutekwa akaletwa kwa mfalme. Yani ninafurahi sana sababu huyu msichana alikuwa mshahidi, alifanyika kuwa shahidi wa kushuhudia kazi ile Elisha anayoifanya. Ati alikuja akasema kuna mtu mmoja kule Samaria anayeponya watu wa Mungu, anaponya watu wanao leprosy. Adumena mago mundu cia aramahonia othe ona gutuika Naamani no wahonirio mago kuringana na kiugo kia Ngai. No Naamani wahonetio mago. Nitakusomea kesho. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana sana kwa sababu huyu msichana walikuwa wakimshika na kumleta kufanywa kuwa maid. Walikuwa wanafikiria wamemsida. Kumbe huyu msichana alikuwa mjumbe. Kumbe huyu msichana alikuwa mshahidi, witness wa mambo yale alikuwa yamefanyika huko Samaria kupitia mtumishi wa Bwana Elisha. Kumbe yeye ndiye atakuja huku naye hapa kwa mfalme ama kwa Naamani aweze kuleta ujumbe ule, ushahidi ule ya kwamba kuna mtu anayefanya, kuna mtu anayeponya, kuna mtu aliye na uwezo wa kufungua mtu kama Naamani na kumuondolea hali kama hii aliyo ndani yake. Bwana asifiwe. Na neno linasema ati na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kwanza tangu Yerusalemu. Kumbe huyu msichana alifanya Elisha aweze kujulisha watu nguvu iliyo ndani ya Mungu. Nguvu ile iliyo ndani yake imetoka kwa Mungu. Yes, imetoka kwa Kristo Yesu. Kumbe kuna nguvu speciali ya kufanya mwanadamu akaweza kutoka katika hali ya mateso, hali ya kudhuriwa, hali ya dhambi. Sababu kulingana na hii passage inatuonyesha ya kwamba Naamani alikuwa mwenye dhambi. Naamani alikuwa mwenye dhambi. Na wakati alipotumwa katika mto wa Yordani, alitumwa katika mto wa Yordani mahali pale Christ aliweza kubatiziwa. Na kutumwa katika mto wa Yordani ni kuonyesha ya kwamba ni lazima ufe pamoja na Kristo, uzikwe pamoja na Kristo, na uweze kufufuka pamoja na Kristo, ndio uweze kupokea uponyaji katika maisha yako yote. Shida ile ilikuwa na Naamani ni dhambi ilikuwa ndani ya moyo wake, na ni lazima ageamini yale yote aliambiwa na mtumishi wa Bwana Elisha, ndio aweze kwenda kufunguliwa katika hali yake ya utumwa wa dhambi katika maisha yake. Na ukweli tutaenda katika ile nafasi, tutaweza kuona Elisha Naamani alibehave namna gani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka, kwa nini nimetoa huu mstari? Ndio niweze kukuonyesha huu mstari wa 47. And that repentance and remission of sin should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. Ati na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kwanza tangu Yerusalemu. Yes. Kufunguliwa kwako na kwangu kuna kujia njia ya kuhubiriwa. Pasipo kuhubiriwa haiwezekani niweze kutambua, kusikia, kuamini na kushuhudia.
Na nikushuhudia nini? Mapenzi ya Mungu, kazi ya Mungu ndani yangu. Vile nimekufa pamoja na Kristo, nimefufuka, nimezikwa pamoja na Kristo, nimefufuka pamoja na Kristo. Kazi ya Mungu inafanya, Yesu Kristo anafanya kazi ndani yangu. Yani Yesu Kristo amenitangulia kunionyesha njia na mapito yake. Bwana asifiwe. Haleluya. Haya yote ndio manabii na sheria walihubiri juu yake katika scriptures, Old Testament. Walihubiri kuhusu haya yote, yalikuwa yaweze tuweze kuyasoma katika New Testament, ikiwa reality ya kazi ya Kristo Yesu, ile aliyoifanya katika msalaba. Kazi ile Kristo Yesu alikuja kufanya msalabani, ndio tunaisoma katika Old Testament. Na ndio hii tunaona Naaman katika hiyo katika msalaba wa Kristo. Naaman aliambiwa na mtumishi wa Bwana Elisha, enda ujichofie katika mto wa Yordani mara 7, mahali pale Yesu alibatisiwa. Enda ujichofie, kusema ya kwamba ufe pamoja naye, usikwe pamoja naye, na ufufuke pamoja naye. Bwana asifiwe. Ndio hali yoyote ile iliyo katika maisha yako iweze kuondoka. Haleluya. Yani Yesu alikuja kuturedeem kutokana na hali hatungeweza kutoka ndani yake. Naye Naaman ni lazima angekuwa redeemed, kwa sababu wakati aliposikia neno kutoka katika kinywa cha yule msichana aliambia bibi yake, aliamini hiyo jambo na akachukua hatua. Watu wengi wameshindwa kuchukua hatua hata wakati wamesikia neno la Bwana. Na neno la Bwana linasema ya kwamba wakati unaposikia neno la Bwana, usikaushe moyo wako, fungua moyo wako uweze kukubali yeye anayegonga lango lako la moyoni aweze kuingia. Lakini watu wakati wote wanaposikia neno la Bwana hawana nafasi ya kuliamini, hawana nafasi ya kutilia maanani, hawataki, wanaona ni kama jambo moja na mambo yale mengine ya kawaida. Watu wengi hata wanaona kama ni business. Lakini mtu wa Mungu nataka kukwambia, si business. Hiyo kitu inaitwa kukuhubiria. Ni wewe unaitwa uweze kuingia katika nafasi hiyo ya neema ya Kristo Yesu. Wewe peke yako pasipo watu. Ni wewe. Hii jambo ya kuingia katika ufalme ni ya mtu kibinafsi, sio yetu. Hata si yangu na bwanangu, na si yangu na watoto wangu. Ni mimi binafsi niweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Mimi kwa sababu ya kuamini. Bibi ya mtu tunaita Naaman hakuwa ameokolewa. Ni kusikia, alisikia kutokana na yule msichana. Mfalme king yule alirarua maguo yake. Hakuwa ameokoka. Alisikia kuna jambo kama hilo linaweza fanywa. Wakati alitumiwa barua. Kwa hivyo wakati tunapohubiri ndio tunajulishana kwa mmoja na mwingine kuhusu toba na ondoleo la dhambi. Haleluya. Ndio tunajulishana kila mmoja wetu kuhusu repentance and remission of sin. Haleluya. Na tusipofanya hayo, watu wengi hawatatambua mapenzi ya Bwana katika maisha yao. Tuingie katika mstari mwingine. Katika kitabu ya Mathayo. Ndio tuweze kujua ya kwamba toba na ondolewa ya dhambi ndio tunafaa kulihubiri kupitia kazi ya Kristo. Matthew 28 katika mstari wa 18 inatuambia kwamba, and Jesus came and spoke unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani.
19. Go ye therefore and teach all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Enendeni basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Wakati niliposoma haya, hii mstari wa mwisho inasema na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, nikajua hakuna kitu kingine tunafaa kukihubiri wakati wowote tunapohubiri makanisani, wakati wote tunapohubiri macrusades, open airs, one on one, ya wakati wowote tunaenda manyumbani na vijijini na matowns, wakati wowote tunahubiri, tunafaa kuhubiri yale Kristo aliyoyanena kutokana na sauti yake ile aliyoitoa. Na Yesu hakuhubiri kitu ingine, alihubiri juu ya kufa kwake. Matthew, Mark, Luke and John alihubiri juu ya kufa kwake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake. Hakuhubiri juu ya prosperity, hakuhubiri juu ya giving, hakuhubiri juu ya haya yote aliyafanya. Yote inahitajika ndani ya nyumba la Bwana. Giving ni kwa sababu ya kazi ya Bwana iweze kuwa na upana na kufikia watu wengi. Lazima kazi ya Mungu iweze kuwa na imeandaliwa kifedha vizuri, ndio iweze kuwa na kupanuka na kufikia watu wengi. Sababu pasipo fedha kazi ya Mungu haiwezi fanyika. Haiwezi fanyika kweli kabisa. Kazi ya Mungu haiwezi fanyika pasipo fedha. Number 2. Yesu Kristo wakati alipokuwa anahubiri ndiye alikuwa anaponya. Na tunaona ya kwamba Yesu Kristo wakati alipokuwa anatembea na kuhubiri vijijini na manyumbani, kokote alikuwa anapoenda, tunaona ya kwamba huko ndiko alikuwa anakutana na watu wale walikuwa wanahitaji kuponywa. Wakati tu anahubiri, wanakuja anawaponya. Bwana asifiwe. Hata wakati alikuta yule mwanamke alikuwa kizimani, alimtangulia kumwambia ampe maji. Wakati alipokuta yule mtu alikuwa 38 years katika kizima akigojea malaika achipue maji, alimuuliza, unataka kuponywa? Alimuhubiria, wakaongea. Bwana asifiwe. Tunamuona Yesu, jambo la kwanza ndio atende kitendo, alikuwa anawahubiria watu. Lakini watu wengi makanisani tuliomo ndani yake, ulimwengu tulio ndani yake, watu hawataki mahubiri, wanataka kwenda waobewe. Tunaona hata Naamani alikuwa anataka tu maombi. Hakuwa anataka kitu kingine. Hakuwa anataka hiyo ya kuambiwa enda ujichofye. Enda ujichofye ni preachings. Ni preaching. Enda ujichofye. Enda ubatizwe. Kutumwa. Ni lazima kila mmoja wetu aweze kutambua, nimeshatumwa. Mimi nimetumwa. Niende nikawaambie watu wale wengine ya kwamba, na haijalishi wewe ni maid, haijalishi wewe ni king, haijalishi wewe ni queen, haijalishi wewe ni umeandikwa kwa serikali, haijalishi wewe yani umekuwa umezungukwa na mambo na hali nyingi, toka ukahubiri. Toka ukawaambie watu vile Mungu anavyonena. Kwa sababu mapenzi ya Mungu ni watu waweze kutambua moyo wake Mungu, moyo wa Kristo,
mapenzi ya Kristo, mapenzi ya Mungu katika ulimwengu tulio ndani yake juu yetu sisi. Haleluya. Akawatuma. Tuangalie pamoja nawe tena katika kitabu ya Mark. Tuangalie katika kitabu ya Mark pamoja. Nataka kukuonyesha mtu wa Mungu, Yesu hakutumana watu wakaombewe. Yesu alitumana watu wakahubiriwe. Mark 16:15. Na ndio unaona hata wakati wa ile tulitangulia nayo kwa hii topic juu ya John the Baptist. John the Baptist aliambiwa enda ukawaambie. Enda, nayo neno linasema sauti ya Mungu yasikika, sio ya kuomba, ya kuwahubiria. Nao wakaja wakajulishwa mapenzi ya Mungu. Wa John akawajulisha kwa nini yupale nyikani. Nao wakati walipomsikia waliungama dhambi zao kwake, naye akawabatiza na akawafungua, akigoja yeye atakaye kuja nyuma yake ndio abebe zile dhambi. Na hiyo kazi yote ameifanya, alikuwa anajua itahakikishwa ama itatiwa muhuri na Kristo Yesu. Neno linasemaje? And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. 16. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Akasema Kiswahili, aminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Kwa hivyo mtu wa Mungu, hapa kutokana na kuhubiriwa kuhusu kazi ya Kristo Yesu, yeye amewatuma mitume waende wakawaambie watu yale waliosikia, na wao wakawaambie wengine yale wamesikia kupitia kwa mitume. Yes, na yote inahusu kazi ya Kristo Yesu. Yes, wakati walipoenda waliambiwa ya kwamba yeyote atakaye amini. Hapa kuna kazi ya kufanya. Hapa si kuombewa ate uamini, ni kulisikia neno na kuliamini neno. Baada ya kulisikia neno na kuliamini, hapo ndipo utaombewa. Utaombewa baada ya kulisikia neno na kuliamini. Na ukisikia neno na kuliamini, hata maombi haina mambo mengi, haina haja. Kuamini tu neno. Kijana mpotefu hakuombewa na mtu, alienda pasipo maombi, na wakati aliporudi baba alimuitishia mavazi, pete, ng'ombe ikachinjwa na viatu. Haleluya. Alihubiriwa kwa sababu hiyo yote ni mahubiri. Akapokea ile mahubiri, akafunguliwa, akarudi kuwa mwana wa Mungu, akarudi kuwa mtoto wa baba, hata kama alikuwa amefanya nini. Nataka kukwambia mtu wa Mungu, Naaman alikuwa akida mkuu wa jeshi, na alikuwa na dhambi, na haijalishi alikuwa ameua watu wangapi ndio waweze kuwa wameshinda vita, haijalishi. Lakini Mungu alikuwa na haja na moyo wa Naamani. Leo tuko nawe, Mungu ako na haja na moyo wako. Na ndio leo nimekuja kuhakikisha hili neno ninakusomea, nimeliweka ndani yako, ndio uliamini. Ukiliamini na ubatizwe, uokolewe. Bwana asifiwe. Kubatizwa ni nini? Ni kuamini huko ati nimeamini
na sasa nimebatizwa ndani ya lile neno. Nimegeuzwa kupitia lile neno. Umesikia, sio kupelekwa mtoni. Ubatizo wa Kristo Yesu ulikuwa kuamini, believe, have faith, kuwa na imani ndani yako ya kwamba vile neno limesema imefanyika katika maisha yangu. Kuna mstari mwingine ningetaka tusome tuweze kuingia katika, tuendelee na mambo ya Naamani pale Roman, katika kitabu ya Warumi. Hii mstari niliupenda, ninaupenda sana. Mstari wa Roman 1:5, Paul akasema, Roman 1:5 inasema ya kwamba by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name. Ate abaye katika yeye tulipokea neema na utume ili mataifa yote wapate kujitiisha kwa imani kwa ajili ya jina lake. Bwana asifiwe. Kama vile siku ya leo nasema amenifikishia niko na my ketuge Godfather, niko na my father in love, ama niko na master, yule anaye nielekeza, yule anaye niambia hii ndio njia, yule anaye niambia hii ndio njia ile unafaa kuipitia ndio uweze kuwa na ufunuo wa neno la Bwana. Yes. Ati naye Paul ako naye, yule amemfanya akaweza kutambua yale yote yaliyokuwa yanayohitajika. Akinyiria wega wa Ngai Yesu Kristo leo na agituma nduike mutumwo nigetha andu a nduriri ciothe matuike athiku uhoro-ini wa witikio, niguo ritwa riake rikagirirwo. Ati aroiga atia, ndio watu wa mataifa alinifanya kuwa mtume ili mataifa yote wapate kujitiisha kwa imani. Ndio watu wote wa mataifa waweze kujitiisha kwa imani. Watu wote wa mataifa ni akina nani? Ni sisi, ni ulimwengu mzima. Kwa hivyo wakati mimi nimejitiisha kwa imani, mimi nimekuwa mmoja pamoja na Paul, nimekuwa mmoja pamoja na Christ. Kwa hivyo kazi yangu inaishia mahali pale, nianze kufanya yale Paul anayoyafanya, nianze kufanya yale akina Peter, mitume wa Kristo Yesu walioifanya, ndio mimi niweze kufikiwa na huu ujumbe. Bwana asifiwe. Wewe ni nani? Msichana yule alikuwa maybe ya Naaman alifanyika kuwa mjumbe, mtume, na akaweza kufikisha ujumbe kwa nyumba ya Naaman. Nyumba ya Naaman ikatambua na ikajua ya kwamba kuna jambo lingine jipya ya kukaa katika ufalme wa mbinguni pasipo sheria. Yes, katika kitabu ya Roman 3:21, pasipo sheria kuna njia ingine ya kuwa na mapatano na Mungu wangu. Akasema number 6, among whom are you also the called of Jesus Christ, ambao katika hao ninyi mumekuwa wateule wa Yesu Kristo. Taka ukamuraini kagenagia na inywe muri aho mugetwo ona inywe mutuike a Yesu Kristo. Hata Naaman, hata akiwa alikuwa akida wa majeshi, alikuwa ameua wengi, alikuwa ameharibu kwingi, lakini alikuwa amehesabiwa. Na ndio yule msichana alitolewa bali
ndio kulifanyika kuwe na nini na persecution. Ndio akina Philip waende wakakutane na akina na yule alikuwa simkumbuki lakini nitamkumbuka. Alikuwa yani alienda wakaenda wakahubiri. Walikutana na wengi. Ninaona hata kuna town Philip alienda akahubiri, watu wengi sana wakaokolewa. Alikuwa ameugamana na mitume wengine. Kukahubiriwa, watu wengi sana wakaweza kuokolewa. Philip alienda kwingi, matowns, manyumbani, wakati persecution ilipotokea. Watu ni wengi wanajua injili ya Kristo Yesu ya msamaha wa dhambi, lakini wamekaa tu, wametulia tu, ati mfalme wangu. Ya, ukiwa tu umekaa tu, haujishughulishi, hauna shida wewe ni kutafuta fedha, kula na kunywa na kuvaa na kujirebesha. Hapana, hiyo sio ile kazi uliitiwa. Uliitiwa kazi ya kutembea huku na kule, kuwa maidi za watu. Mitume wakauliza Yesu, ni nani atakuwa mkubwa miongoni mwetu? Naye Yesu akawaambia, ni yule atakuwa servant ya wale wengine, watu wa Mungu. Ni wakati usio wa kukaa katika manyumba zetu tukiwa tunajiangalilia ma TV, ma televisions na kusikiliza vile kunaenda nchini. Na ile kazi kubwa tuko nayo midomoni mwetu ni kunenda kuhusu yale yanaendelea, lakini hatuongei kuhusu kazi ile Kristo Yesu alifanya. Na hiyo ndio tu iko na uzima wa kuokoa vijana wetu. Hiyo ndio iko na uhai wa kuokoa nchi yetu. Hakuna kitu kingine. Sababu wakati wanaposikia, hata yeye anachukua bendera ya kusema, Kristo, wewe uliotuokoa, hata hii nchi yetu, hata sasa hivi, wewe ni mwokozi, utaokoa nchi yetu. Na iweze kuwa mkononi mwako na mkononi mzuri. Haleluya. Lakini saa yote tukiwa katika nafasi ya kutaka kujua ni wangapi wamekufa, lakini hatuna nafasi ya kuomba. Hatuna nafasi ya kwenda kutokea kuhubiri. Hata kama hatutaenda kuhubiri hayo, tutahubiri Christ, his death, his burial and resurrection. Tunaweza okoa watu wengi sana. Huyu msichana aliokoa Naaman, na akaokoa nyumba ya Naaman, na akafanya king aweze kutambua kuna mtu wa Mungu anaitwa Elisha. Yes. Na nchi yote hiyo ikatambua, Naaman kumbe alikuwa mwenye dhambi, kumbe alikuwa na ukoma na hagejulikana, na vile amepigana vita. Kumbe maidia uko na dhambi, na vile uko kanisani miaka mingi. Kumbe maidia unaomba, unafunga, unatubu, lakini dhambi haiondoki ndani yako. Hata kama unajulikana na watu wengi, hata kama watu wengi wanakutambua, hata kama uko na fedha nyingi, hata kama wewe ni mtu wa watu, hata kama unawaombea watu na kumbe uko na dhambi. Sababu maombi ya kuombea watu wanaponya, haijalishi mtu ameokoka ama hajaokoka. Please, tuko pamoja watu wa Mungu. Lakini neno inakwambia ambao katika hao ninyi mmekuwa wateule wa Yesu Kristo. Watu wateule ni mureketie guthurwo. Ndirakuhunjiria tondu wi muthure, na ko nduri muthure witikia umuthi wi muthure, ni wathurwo. Ndi wiri akina oni athure. Maana takairitu gaka kanyitetwo mateka, gagitwarwo gagituo kameidi moene meidi, agituika ni mwokozi, akafanyika kuwa mwokozi. Haleluya. Ni kama vile Esther, mtu alikuwa mgeni, walikuwa ameshikwa mateka na wakapelekwa katika nchi nyingine. Haleluya. Bwana asifiwe.
wakiwa na mikoa yake, wakawa watumwa wa hiyo nchi. Lakini Esther alifanyika kuwa bibi ya mfalme, akaokoa Wayahudi wote wale walikuwa wamesemekana waweze kuuawa na Mordekai na Haman. Wakati Mordekai na Esther walitambua hayo, walisimama katika mwanya. Hii ni nchi yetu na ina maafa, ina shida, ina hali. Watoto wetu wayani wameprotua kukufa. Watu wa Mungu, ni wakati wa kuchukua hatua kama vile Esther alichukua hatua. Alichukua hatua na akaokoa Wayahudi wote kwa kuvunja sheria yoyote ile ilikuwa imewekwa na Haman, na ile ilikuwa imesajiliwa katika ufalme huo. Please, watu wa Mungu, Naaman alisikia kile hakuwa amekisikia bereni, na wakati alipokisikia akakifuata, kikamuokoa katika hali ya utumwa wa magonjwa, katika hali ya utumwa wa kifo. Yeye alikuwa anajua ako na kifo amekibeba. Kuwa na leprosy haikuwa rahisi, ilikuwa kifo na ilikuwa kutengwa. Lakini kabla atengwe, Mungu akamtumania. Na wewe Mungu ametumana asubuhi ya leo. Kabla utengwe na ulimwengu, kabla ufike katika hali ya umaskini na hali ya kuwa mtumwa, Mungu anasema ya kwamba amekuteua uwe mmoja pamoja na Kristo. Yes. Number 7 inasema, to all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Na kwa wote walioko Rumi, wapendwa wa Mungu, walioitwa kuwa watakatifu. Umeitwa kuwa mtakatifu. Wewe sio mtu wa kawaida. Umeitwa, umechaguliwa. Yes, umechaguliwa. Rudi nami katika kitabu ya 2 King. Katika kitabu ya 2 King tuone huyu mtu amechaguliwa. Naaman alikuwa amechaguliwa, hata kama hakuwa mmoja wa kuchaguliwa kutoka enzi za zamani, lakini Mungu alikuwa amemchagua. Na jambo lolote lile Mungu amehakikisha kwako, hakuna mtu awezaye kuliondoa. Uwe nani ama nani, uwe mwizi, uwe mrogi, uwe mganga, uwe devil worshiper, ukilisikia neno la Bwana na uliweza kuliamini kama vile huyu mtumishi wa Bwana Naaman alilisikia na akaliweza kulifuata, na akalifuata, alienda mpaka pale yule mtu wa Mungu alikuwa. Sio mtu wa Mungu alienda kwake, ni yeye alienda kwa mtu wa Mungu. Ni lazima ufuate neno la Bwana. Ni lazima uliamini neno la Bwana. Ni lazima ujue neno la Bwana ndiye nguvu na ndiye mamlaka na ndiye kila kitu katika maisha yako. Na ukikosa hayo, utajikuta katika hali ya kutoelewa maisha yako na nguvu zilizo ndani yako. Katika hiyo 5 mstari huo wa 8 inasema ya kwamba, and it was so when Elisha the man of God had that the king of Israel had lent his clothes, that he sent to the king, saying, wherefore hast thou lent thy clothes? Let him come now to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. Number 9. So Naaman came with his horses and with his chariot and stood at the door of the house of Elisha. Basi Naamani akaja na farasi wake
na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. And Elisha sent a messenger. Elisha sent a messenger. Kazi ya Mungu ni lazima iwe na messengers. Na messenger wa kwanza ni wewe. Messenger wa kwanza ni mimi. Messenger wa kwanza ni yule msichana alitumwa kwa Naaman. Wa pili bibie, yule aliabiwa akaenda kumpelekea. Bibi alimpelekea kwa nini? Kwa sababu hata yeye aliamini. Kama hangeamini, hangemwambia. Hata pengine angefukuza huyo msichana ama amuue. Lakini aliamini. Sababu hakuna mtu hatamani kuponywa. Hakuna mtu hatamani mambo mazuri, mambo mema. Hakuna mtu hatamani kuwa na uhusiano na Mungu. Usidanganye moyo wako, please. Najua hata hizi dini nyingi mnaona zimekuwa katika ulimwengu. Makanisa mengi ya kila aina na dini za kila aina na hizi tunaita cults za kila aina, zote zinamtafuta Mungu. Zote ziko hapo ni kwa ajili ya Mungu. Zinamtafuta Mungu. Ile shida iko ni ya kwamba wamekosa kutambua njia ni moja ya kumpata Mungu. Njia ni moja ya kumpata Mungu. Njia ni moja na ni kupitia Christ Jesus. Sasa sababu hawaelewi hayo, sasa ndio wako na mambo mengi na vitu nyingi. Hata hapa mnaona tunapaka watu mafuta na tunafanya yale mengine mengi. Ni kujaribu kuvuta Mungu. Tunajaribu kumvuta. Kumbe hawezi patikana kwa mambo yale yote na kwa zio yote ile tunayoifanya. Ni kwa sababu neno linasema ya kwamba sio kwa uwezo wetu wala kwa nguvu zetu, ila ni kwa kazi ile Kristo Yesu aliyoifanya katika maisha yake ya kumuokoa mwanadamu kutokana na kifo na mauti. Yale yalikuwa ilikuwa inatarajiwa iweze kumumaliza mwanadamu. Mtu wa Mungu, nataka kukwambia, hata kama moyo wako ni mgumu namna gani, hata kama wewe ni mtu wa aina gani, nataka kukwambia kwamba hakuna swali lolote unalo ama jawabu lolote unalo la kusimama na kusema Mungu hakukuita. Wewe hausikii Bwana. Neno la Bwana lile ninalolihubiri, hilo ndio njia. Ni wewe ufungue moyo na uamini ya kwamba nimeitwa. Sababu kuitwa sio kusikia kwa ndoto. Kuitwa sio kukuja na kuambiwa na mtu Mungu amekwambia umeokoka. Hapana, ni kusikia, kuamini na kukiri. Yes, ni kusikia ndio uweze kumfahamu yeye yule na yale yote anayoyanena. Kwa hivyo na si kusikia mambo ya watu, ni kusikia kutoka kwa mtumishi aliyetumwa katika maisha yako. Yes, akamtuma messenger. Hivyo ndivyo neno linasema. Akamtuma messenger unto him, saying, go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. Hii neno linanitia nguvu, linaniweka nguvu. Ati Elisha hakujionyesha na kwake. Elisha hakujijulisha kwake ati mimi naitwa Elisha, mwana wa Mungu. Amejaa nguvu na uwezo wa uponyaji, na sasa nitatingiza mkono wangu juu yako, ama sasa hapana. Ati nitaomba maombi makubwa yako na nguvu, maombi mazito. No. Hiyo ndio mawazo ya Elisha ya Naamani ilikuwa. Hivyo ndivyo watu wengi wanataka ndani ya makanisa. Na hiyo ndio watu wengi wanakibiria makanisani. Lakini Elisha hakujijulisha kwake. Alituma messenger aende amwambie, enenda katika Jordani, ujichofie mara 7. Wacha nikwambie, watu wengi wanasikia sauti ya Bwana, neno la Bwana
kwa sababu walijaandamana kulingana na vile mawazo yao ilivyo. Wanaanza yani wanasikia vibaya, wanaghadhabika, wanakataa kufanya mapenzi ya Bwana, kama vile Naaman alikuwa amekataa kutimiza. Haleluya! Moyo wako una namna gani? Moyo wako unataka nini? Ujumbe umekufikia? Utachukua hatua? Utafanya mapenzi ya Bwana? Utafuata mapenzi ya Bwana? Ya? Eda ukajichofie mara 7. Neno la Bwana hivyo tu. Usipofanya hivyo, amesema hakuna uponyaji. Usipofanya hivyo, amesema hakuna uponyaji kamwe. Hakuna baraka kamwe. Hakuna msamaha wa dhambi kamwe. Nikimaliza na kuambia, sababu hii ujumbe tutaendelea nayo mpaka Friday. Ati hakuna. Usipoamini hayo yamesajiliwa, maana imeandikwa ndani ya neno, umefundishwa ndani ya neno. Hakuna kupokea mamlaka, nguvu na uwezo. Hakuna uponyaji. Inakuja kwa njia ya kuamini. Hakuna kupokea uzima wa umilele, sababu ni njia ya kuamini. Kazi ya Kristo hiyo, kuambiwa enda ukajichofi, ni kufa, kuzikwa na kufufuka pamoja na Kristo. Naaman akaambiwa, naye hakuwa anataka. Yeye anajua njia moja, na ile njia anajua haiwezi mfanya aweze kuponywa. Watu wajua njia zao, na zile njia zao haziwezi fanya wakaweze kuokolewa, wala kuponywa, wala kufunguliwa katika mateso, wala kitu chochote kufanyika katika maisha yao. Na ndio watu wanazunguka huku na kule kama kondoo hazina mlinzi. Wanazunguka wakiwa na huzuni, afya hawana akili njema, sababu wanafuata kile hakina maana katika maisha yao. Bwana asifiwe. Naona time yangu nimebakisha second. Mahali tumefika, huo mstari wa 10, nataka tuweze kujua tutaendelea. Haleluya. Tutaendelea tuone moyo yetu iko namna gani, akili zetu ziko namna gani. Tuamini kazi ya Kristo ama tuamini? Tuamini matendo ya Kristo ama tuamini? Tuamini neno la Mungu ama tuliamini? Hata kama tuko makanisani, hata kama tunakula meza, hata kama tumebatizwa, hata kama sisi ni wahubiri, tuamini ama tuamini? Mimi nashukuru Bwana sana kwa ajili yenu. Siku ya leo namtukuza Baba yangu kwa sababu alinifungua macho nikaweza kuona vyema. Alinifungua jicho la rohoni nikaweza kuona vyema, kutambua vyema. Na ninashukuru Baba wangu wa kiroho, yule anayenilisha usiku na mchana, yule anayenishughulikia na kuniombea, yule na ninashukuru sana kwa sababu ya watu wale tunayeongoza na mtumishi wa Bwana ndani ya kanisa. Sababu haya yote wanaenda wakiyatambua, wanaenda wakiwa na hekima, wanaendelea kuwa na uwezo na mamlaka. Upumbavu na ujinga wa nane wamehereire, na aria mena wana mundu okiraga agathie tondu arakora andu matari na wana. We wana waku uguturia andu amwe thiururukaga. Ithuĩ tũtimakagio nĩ arĩa matũtigaga. Tũmakaga nĩ ũrĩa rũciũ tũkaguũrĩrio ũndũ ũngĩ mwerũ. Ũcio noguo tũmakagia. Rũciũ tũkaguũrĩrio ũndũ ũngĩ mwerũ tũgauha. No ti arĩa matũtigaga. Ona Jesu atigirwo nĩ andũ 70. Yes. Agĩtigwo nake 12. Na agĩthiĩ na mbere na ũmũthĩ ũyũ
uhoro uyurite bururi yudo wa Kristo. Koguo ucio mkuma hau 10 tugathi na mbere na nitukaigwa uthamaki wa Ngai uliothiaga we munene na waramite. Acha tuombe pamoja. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Wewe ni mfalme na wewe ni mwingi wa rehema. Pokea sifa, ni kwa sababu mapenzi yako kila wakati ni mapenzi mema. Haki yako Bwana yanena ushindi katika maisha yetu. Asante ni kwa sababu ya ufunuo. Asante ni kwa sababu ya kutubariki na kutuponya. Asante ni kwa sababu Bwana Jehova Jire, tulikuwa watu tu, lakini umetufanya kuwa watu watu wa maana. Asante kwa kutufanya watoto wa Mungu kwa mambo yote yale Mungu uliye hakikisha. Tunakuinua na tunakutukuza asubuhi ya leo. Tukienda katika kazi zetu, tunaamini ya kwamba baraka zote zitatutangulia, nguvu zote zitatutangulia, mambo yote yaliyo na umuhimu na faida itatutangulia. Wewe ni Mungu wa utukufu na wa neema, na ni katika jina lako Yesu Kristo amani na iwe na hawa watu. Amani yako Kristo ile ulituachia na iwe pamoja nao, na mahali popote wamefinywa wakafinyika, wafunguliwe wote kwa uwezo wako na kwa utukufu wako. Na wakati wote Bwana tusaidie wakati tunapotokea kuhubiri na uko nje, kwa watu wale walio na uko nje, Bwana wetu, acha mawazo yao na jicho la mioyo yao iweze kufunguliwa, ndio waweze kupokea na kuelewa na kutambua mapenzi yako vile ilivyo katika maisha yao. Katika jina lako Yesu Kristo tunaomba sisi wote na tunaamini. Amen.